Hofu ni daraja kubwa ya kiimani, mpaka ukafikia pahala wewe unamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue wewe una daraja kubwa ya kiimani. Lakini pia wawajibatun, na huko kumuogopa Mwenyezi Mungu ambako tukasema ni daraja kubwa ya kiimani, nako ni jambo lenye kupasa kwa kila mu'min. Yani wewe ambaye ni mu'min kamil, muumini timilifu, anatakiwa amuogope Mwenyezi Mungu ukweli wa kumuogopa, na kwake hilo liwe ni lenye kupasa, lisiwe ni jambo la kwamba lenye ukhiari kwamba nkitaka na muogopa Mungu, nkitaka simuogopi. Kwani nini bwana? Haitakiwi kwa mu'min kamil imani yake ya kumuogopa Mungu ikawa temperature yake ni ndogo. Inatakiwa iwe ni imani kubwa kiasi kwamba akitajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe hata viungo vyako vinashtuka, viungo vya mwilini vinashtuka kwamba ametajwa Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa viungo ambavyo vitangulie katika kushtuka kwa kutajwa Mungu, kiungo cha kwanza ni moyo. Na ikiwa moyo huwa unastuka na unapata pressure anapotajwa Mwenyezi Mungu, neno la Mungu linapotajwa, basi wewe utakuwa tayari umeanza kupata daraja kubwa ya kiimani. Lakini tu unapoona kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yanatajwa ya kutishia tishia na hata ya kupendeza pendeza, zikatajwa habari za Mwenyezi Mungu za kutishia katika vitabu, zikatajwa habari za Mwenyezi Mungu za kupendeza katika vitabu, ikawa zinanukuliwa na moyo wako hausituki, haupepesi moyo wako, waona tu ni mambo tulishazoea yanatajwa, basi moyo wa mtu sampuli hiyo ni moyo wa ambaye umekufa. Ndio akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Asema fi qulubihim marad, panao katika watu ndani ya mioyo yao, fi qulubihim, ndani ya mioyo yao, maradhun, pana maradhi mno mingi yamejaa ndani ya baadhi ya mioyo ya watu. Wale ambao hawana hofu na Mungu, wale ambao hawamuogopi Mungu, Mungu asema katika sura Al-Baqara kwamba fi qulubihim maradhun. Wale ambao hawamuogopi Mwenyezi Mungu, hawamuhofu Mungu, wao ni kawaida maneno ya Mungu yanaposemwa, yanaposomwa, yanapotajwa habari za kuhusu Mungu, wao kamwe hawashtuki. Watu wa namna hiyo huwa katika nyoyo zao wana maradhi, kwa maneno na nukuu ya Qur'ani sura Al-Baqara, Mungu aliposema fi qulubihim marad. Kisha Mungu akasema halikutosha hilo, kwamba watu wa namna hiyo wana maradhi, wale ambao akitajwa Mungu hawasituki kwenye mioyo yao. Mungu akasema fazadahumullahu maradha, Mungu akayafanya maradufu maradhi yao yale, kwamba kwa kuwa hawa hawashituki kabisa, hawana habari na mimi ambaye ndio sababu ya uwepo wao, mimi ambaye ndio kila kitu kwao, lakini wala hawashtuki kuhusu mimi, Mungu akawazidisha juu ya maradhi waliokuwa nayo katika vifua vyao.